Naam, karibu tena darasani kwetu ambapo tunafanya uchambuzi wa maandiko. Tunajifunza, tunafanya Bible study kwa kina, tofauti kidogo na vipindi ambavyo tunakuwa navyo kanisani. Tuwe na muda mzuri sana katika ibada za Jumapili kuweza kufanya uchambuzi wa kina wa maandiko. So hapa darasani angalau tunapata muda na nafasi na kuwa wengine wanasema more academic, inakuwa kitaaluma zaidi, kufanya uchambuzi wa kina. Tunakwenda ndani zaidi, na tumekuwa na mfululizo. Nafikiri ule mfululizo unasema kuyaelewa kufanya nini? Mambo muhimu katika kuelewa maandiko matakatifu au matakatifu hayo. So mambo muhimu katika kuelewa nini? Maandiko. Na hii itakuwa nafikiri ni sehemu ya 6 kama sikosei. So katika sehemu ambazo zimepita kuna mambo tulisema, lakini kabla tujaendelea mbele, tunaomba pia leo kwamba macho ya mioyo yetu yaangaziwe, yatiwe nuru. Bible study yetu ipate kuwa na maana katika utu wetu wa ndani, tupokee maarifa ya ufunuo kwa kazi ya Roho katika jina la Yesu. Tuambie tukafungue kabisa chochote ambacho kina broken understanding ya maandiko, tuondoshwe kwa jina la Yesu Kristo. Tukapate kuelewa pasipo makosa ya namna yoyote ile, tukasikie na upaswa kusikia na kuelewa na upaswa kuelewa, na kupata maana na muhimu na mantiki wa kile ambacho tunafanya study hiyo kwa kazi ya Roho katika utu wa ndani. Kwa hivyo tunajengwa wote, tunafaidiwa na Mungu anatukuzwa katikati yetu. Amen. Hallelujah. So sehemu ya mwisho tulipokuwa tunamalizia kipindi chetu, tulizungumza matumizi ya motifu, if you remember correctly. Matumizi ya nini? Ya motifu. So tulishatembea huko tukasema motifu nini na nini na nini. So mwishoni tukaweka conclusion kwamba Yoshua anakuwa maana yake mwanzo au mtu wa kwanza kabisa kufanya commentary, kufanya kucomment, kusema maneno ama kuwa ananukuu na kueleza maandiko ya Musa, yani mwanzo mpaka nini, Kumbukumbu la Torati. So we can say Joshua therefore is the beginning of what? Beginning of commentaries of the Old Testament. So tuna Taurati, tuna Torah ya Musa, vitabu vitano vile vya kwanza, of which tumesema tayari habari zake katika siku zetu za nyuma hapo katika kipindi vyetu vilivyopita. Kwa hivyo tunaelewa hata tunaposema hivyo, japo tutaangazia siku za mbeleni hapa matumizi ya neno Agano la Kale hasa na Agano Jipya as we are learning tunavyoendelea mbele. So hata Yesu pia tunaona kwamba Yesu alianza maelezo yake wakati wote alipokuwa anaeleza maandiko, anaelezea maandiko, anafundisha maandiko. Alianza maelezo yake ya maandiko kutoka Musa, beginning at Moses. Alianza kutoka nani? Musa. So tunaona kwenye kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 20 na ngapi? Na 7. Hii ni katika kuangalia hitimisho tulilofanya katika matumizi ya motifu, and then tutaendelea na kile ambacho tunajifunza leo. Amen. So Luka sura ile 24, Luka sura 24 mstari ule kuanzia wa 27. Tutasoma 27, tutasoma 44 na 40 na of course 44 na kana na 45. 24 27 ambapo neno linasema, andiko haya yanasema, Luka anaandika, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Haleluya. So Yesu alianzia wapi? Musa, alafu akaendelea na manabii wote. So mwanzo wa kuelezea maandiko Moses, beginning at Moses. Mstari 44 anasema, kisha akawaambia, hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi. Glory to God. So you can see anasema kwamba haya ndio aliyowaambia alipokuwa pamoja, yuko pamoja na. Namna gani aliwaambia? Anasema yatimizwe yote, lazima yatimizwe yote aliyoandikiwa. Ameandikiwa wapi?
Torati ya Musa. Ameanzia na nini? Torati ya Musa. Afu then anasema na manabii na nini? Na Zaburi, kuhusiana na yeye mwenyewe. Haleluya. So ina maana ya kwamba Yesu angeeleza kwa wale walikuwa wanamsikiliza ulinganifu au mfanano katika kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na maandiko ya manabii wengine, yani Yoshua mpaka nini? Malaki. Kwa anaonyesha ule ulinganifu, mambo ambayo yana similarities, ambazo vitu vinavyopatikana toka Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati, alafu maandiko ya Yoshua pamoja na manabii wengine, Yoshua mpaka Malaki, akitumia neno mwanzo, Genesis, au beginning, in the beginning. Hapo mwanzo haikuwa hivyo, mwanzo haikuwa hivyo, au hapo mwanzo Mungu aliwaumba hivi na hivi. So au tangu mwanzo, au kabla kuumba kwa misingi ya ulimwengu, au tangu kwa misingi kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. So maneno haya Genesis, in the beginning, mwanzo, tangu kuumba kwa misingi ya ulimwengu, yanaongelea kile ambacho yanaongelea mtindo wa maelezo au wafasiri au wa kufundisha wa Yesu na mitume wake, vile ambavyo walianza na maandiko ya Musa, afikisha wakatembea na maandiko ya manabii wengine kuanzia Yoshua na kuendelea pale mbele. So matumizi ya motifu yanaonekana katika huo msingi, yale mambo yanayojirudia rudia katika vitabu, kwanza vitabu ya Musa. So tusema motifu ni ile dhana au dhamira ambayo inajirudia rudia across the scriptures, inajirudia rudia katika fasihi au katika literature, inajirudia rudia katika maandiko. Hapa na pale unaiona dhamira ile kijirudia. Bwana Yesu asifiwe sana. So you can see kuna motifu nyingi of course, au patterns of course katika maandiko ambayo tunavyoendelea kujifunza tutaangazia. So leo nataka tuweze kuangalia matumizi ya uthibitisho wa mwingiliano wa maandiko. Sasa sijajua kama Kiswahili hicho kinakuwa kinanyoka vizuri. Nimesemaje? Ama tuseme uthibitishaji kwa matumizi ya mwingiliano wa maandiko. Uthibitishaji kwa matumizi uthibitishaji kwa mwingiliano wa maandiko. Anyway, katika explanation we will understand. Hallelujah. So unajua katika Kiingereza maisha ni rahisi sana. Katika Kiingereza tunasema tu intertextual corroboration. What? Intertextual corroboration. What is intertextual? Intertextual ni pale ambapo una shape maana ya fungu la maandiko kwa kutumia fungu lingine. Intertextual corroboration. Hallelujah. What? Intertextual corroboration. So intertextual. So intertextual mimi hapo nimekueleza kama mwingiliano wa maandiko, au kuingiliana kwa maandiko, ndiko moja kuingiliana na lingine. Sasa kimsingi tunaposema intertextual au intertextuality ni namna ambavyo una shape ama unaipa sura maana ya andiko au fungu la maandiko kwa kutumia fungu lingine. Hiyo ndio intertextual. Amen. Yani una study una fungu hili, yani una fungu moja, unatoa maana ya fungu hilo au unaipa sura maana ya fungu hilo kwa kutumia fungu lingine. That it is intertextual. So tukishaweka na corroboration is when unaleta uthibitisho, una corroborate. Manake unathibitisha kwa kuwa na zaidi ya moja, yani zaidi ya kuwa na sehemu moja. Hautumii fungu moja, yani unatumia mafungu zaidi ya moja kuthibitisha. Tuko pamoja Katika maandiko kuna ile moja ya kanuni of course ya tafsiri maandiko inasema kwa ushahidi wa vinywa vinini, kwa ushahidi kwa kinywa kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, kila jambo utafanyaje? Itathibitishwa. So vinywa vile vitatu vinapoleta jambo moja, hiyo ni corroboration. Ina maana wewe ukasema umecorroborate bila kuwa na hapa na pale na pale. Kwa maana yake corroboration ni tunakuwa na tunathibitisha kwa kuwa na vinywa viwili vitatu. Tuko pamoja So intertextual corroboration, matumizi ya intertextual corroboration na uthibitishaji kwa mwingiliano wa maandiko. So hii concept of course kama nilivyosema inaongelea sasa kimsingi tunapoleta katika maana na mantiki ya kitu tunachokizungumza, inaongelea pale ambapo mwandishi wa maandiko wa baadaye,
Yaani mwandishi wa baadaye. Kwa sababu tumesema tuna mwandishi wa awali. Mwandishi wa kwanza kabisa ni nani? Moses, si ndivyo Sasa mwandishi wa baadaye, waandishi wa baadaye wanaweza kuwa kama nani? Joshua, si ndivyo Mwandishi wa baadaye anaweza kuwa Isaya, mwandishi wa baadaye anaweza kuwa Daudi, mwandishi wa baadaye anaweza kuwa Jeremiah, anaweza kuwa Daniel, Ezekiel. Hao ni letter writers. Ni waandishi wa baadaye. So katika hii intertextual corroboration ni pale ambapo mwandishi wa baadaye wa maandiko anaeleza au anafanya dokezo anafanya dokezo kwa mwandishi aliyepita. Anaelezea au anafanya kudokeza jambo au maana au anadokeza kwa mwandishi, kwa kile ambacho mwandishi aliyepita aliandika. Tuko pamoja Hii maana yake na hii kimsingi inaweza kuonekana inatembea kama thread kabisa. Ni kitu kinatembea kutoka vitabu vya Mwanzo mpaka Malaki. Kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba maandishi ya manabii, maandishi ya manabii ni background ama ni usuli wa vitabu vya Warumi mpaka Ufunuo. Maandishi ya au maandiko ya manabii ni usuli. Usuli ni background. Najua hamjui Kiswahili. Usuli ni nini? Background. So maandishi ya manabii ni background, yani yanafanya msingi au ni muktadha wa inakuwa ni nyuma yake, nyuma ya maandiko ya Warumi mpaka Ufunuo ni maandiko ya nini? Ya manabii. Tuko pamoja? Hiyo yuko kae sawa. Kwa lugha nyingine, waandishi wa Warumi mpaka Ufunuo walikuwa wanaandika wakiwa na muktadha wa maandiko ya Agano la nini? Maandiko ya manabii. Yaani maana yake utaona wakifundisha au wakieleza kwa kutumia maandiko ya manabii. Kwa hiyo ni waandishi wa baadaye wanaoandika Warumi mpaka Ufunuo, wanafanya madokezo ama wanaeleza kwa mafungu ya maandiko ya manabii, maandiko ya watu waliotangulia kabla, wana corroborate. Haleluya, tuko pamoja hapo, si ndivyo Na hiyo pia ni pamoja na vitabu vya Injili na kitabu cha Matendo ya Mitume, kwamba usuli ama background ya vitabu vya Injili na kitabu cha Matendo ya Mitume pia ni maandishi ya manabii. Amen. Yes, inakaa sawa. Maandishi ya manabii. So it means hiki tunachokiita leo kitabu cha Agano Jipya au hii sehemu tunayoiita Agano Jipya, tunayoiita, maana sio kwamba ni Agano Jipya. Hiki tunachokiita kitabu cha Agano Jipya, maana yake kuanzia Mathayo mpaka nini? Ufunuo. Ina background yake ama ina usuri wake au muktadha wake ni maandishi ya nini? Manabii. Haleluya. Kwa vitabu vya Injili tunafahamu Mathayo mpaka nini? Yohana. Isn't it? Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Tukisema kitabu cha Matendo ya Mitume kinajulikana kimoja pale katikati ya vitabu vya Injili pamoja katikati ya vitabu vya Injili na nyaraka. Kwa kabla ya Warumi tuna kitabu cha Matendo ya Mitume pale katikati. And then tuna kitabu cha Warumi mpaka nini? Ufunuo. Tuko pamoja Kwa hiyo kimsingi pia ni vizuri kuweza kuzingatia kwamba sasa na vitabu hivi vya Mwanzo mpaka Malaki, vitabu vya Mwanzo mpaka nini? Malaki, na vyenyewe vina hiyo hali ya intertextual corroborative, ya kuwa na intertextual corroborative, yani viko intertextual corroborative, vina corroboration yani vina uthibitisho wa mwingiliano wa kimaandiko, kwa maana ya kwamba utaona waandishi wa baadaye wakisema maneno, wakidokeza, wakieleza kwa maneno au maandishi ya waliowatangulia. Hapo inaeleweka? Kwa vinaleta facts zile pamoja. Maana yake ni kwamba wanaleta facts pamoja. Wanaleta facts pamoja. Kwa Biblia haipaswi kusoma kipande. Biblia inapaswa kusoma yote nzima nzima. You read one into the other. Amen, amen. Yani unasoma sehemu moja ndani ya nyingine. Unasoma should be read one into another. Maandiko yanasomwa hivyo.
yote kwa pamoja, unasoma moja ndani ya nyingine. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, sentence iliyonyooka, tukasema kwamba usuli wa nyaraka. Usuli, umesema usuli ni nini? Background. Na wengine sio watasema msingi. Msingi bado sio Kiswahili kizuri sana. Background ya nyaraka ni kitabu cha nini? Matendo ya Mitume. Kwa tunaenda taratibu. Sawa Background ya nini? Nyaraka. Nyaraka ni nini? Warumi mpaka Ufunuo. Amen. Background ya nyaraka ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Na hii haipaswi kuwa muhimu kwamba kuwa katika chronology, yani kuwa kwenye chronological order, katika mpangilio wa nyakati, kwa sababu nyaraka zenyewe ziliwekwa pale mbele haziko katika mpangilio wa wakati, kwamba zipi zilianza na zipi zinafuata. Kimsingi ni waraka ambao ni wa kwanza kabisa, nyaraka za awali kuandikwa, waraka wa kwanza kabisa kuandikwa ni Wathesalonike wa kwanza. Can you imagine? Haiko mbele. Vitabu vyenyewe vya Injili vimeandikwa baada ya nyaraka kwa zimeandikwa. So ukifikiri kwamba vimepangiliwa pale ni katika mpangilio wa wakati, then you are missing the point. So bila kujali hiyo, tunasema kwamba usuli ama background ya nyaraka ya mitume, barua za mitume ni kitabu cha nini? Matendo ya Mitume. Maana ni kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume utaona safari za kitume ambazo zilizaa makanisa yale yameandikiwa barua kwenye nyaraka, si ndivyo? Utaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume kazi za kanisa, kazi za mitume kuanzishwa, kama huduma ilivyokwenda. Kwa hiyo maana yake huwezi kuelewa vizuri nyaraka kama hujasoma kitabu cha nini? Matendo ya Mitume. Sasa anasema Wakolosai. Wakolosai ni watu gani? You read it in the book of Acts. Wakorinto, you can't understand Wakorinto isipokuwa kwenye kitabu cha Matendo. Wathesalonike. So everything in the epistles, mambo mengi au yote katika nyaraka yana usuli katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. Na usuli pia wa kitabu cha Matendo ya Mitume ni vitabu vinne vya nini? Vya Injili. Usuli wa kitabu cha Matendo ya Mitume ama background ya kitabu cha Matendo ya Mitume ni vitabu vinne vya Injili: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwa maana gani? Huwezi ukaelewa kitabu au mambo yanayoripotiwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume bila kuwa na background au muktadha wa vitabu vya Injili au mambo yaliyoelezewa kwenye vitabu vya nini? Vya Injili. Unaanza kitabu cha Matendo ya Mitume, nasema lako ule wa kwanza niliokuandikia, si ndivyo Anasema anaanza hapa bwana Luka anasema kwenye Matendo ya Mitume 1. Matendo ya Mitume 1. And go there, anasema kitabu kile cha kwanza nalikiandika. Sasa imagine wewe umeanza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, hauna vitabu vya Injili. Hapa sema kitabu cha kwanza nilikiandika Teofilo katika habari za mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Yesu yupi? Alifanya na kufundisha nini? Kitabu cha kwanza ni kipi? So ukiwa umesoma kule utaelewa kitabu cha kwanza ni Luka. Kitabu hiki cha pili ni Matendo ya Mitume. So hata hao wanafunzi asema alipokuwa amekwisha kuagiza, siku ile alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Mitume kina nani? Aliwachagua wapi? Utapata habari hizo kwenye vitabu vya nini? Vya Injili. Kwa mambo yote yaliyoelezwa, mambo mengi yanayoelezwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, unapaswa kwanza uwe na usuli wa vitabu vinne vya nini? Vya Injili. Haleluya. Na tukasema kwa hiyo sasa na vitabu vinne vya Injili unapata usuli wake kutoka kwa manabii na Zaburi. Manabii na nini? Na Zaburi. Kwa lugha nyingine ni kwamba huwezi kuelewa wakati Mathayo anasema ili litimie neno alilonena nabii Isaya, wakati nabii Isaya hujafanyaje? Hujamsoma. Utaona kwamba waandishi wa vitabu vya Injili wanaandika au wanasimulia habari za kuzaliwa kwa Yesu, maisha yake, huduma yake, kuteswa kwake, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa ushahidi kwamba ni kama yalivyonena nini? Maandiko ya manabii. Wanakuonyesha kwamba hili lilitokea kama alivyosema fulani. Je, hiyo sio intertextual corroboration? Ni intertextual corroboration. Haleluya.
So tumesema vitabu vinne vya Injili vina usuli wake katika maandishi ya manabii na Zaburi. Maandishi ya manabii na nini? Na Zaburi. Okay. Na maandishi ya manabii na Zaburi usuli wake ni nini? Moses. Torati ya nani? Musa. Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo kumuelewa Daudi kwenye Zaburi zake unabidi wewe umesoma Torati, maana alifundisha na kutengeneza nyimbo zake kutoka katika mafundisho ya Tora ya Musa. Manabii waliandika wakieleza na kufundisha watu wa vizazi vyao, wakiwa na Biblia yao ya wakati huo ambayo ni vitabu vitano vya nani? Ya Musa. Kwa maandiko yanapaswa kusoma moja ndani ya lingine. Nasoma andiko moja ndani ya lingine. Kwa mfano katika kuandika Isaya ametumia tunajifunza mfano mmoja wapo sasa wa matumizi ya intertextual corroboration. Isaya ametumia neno maji ya Nuhu. Maji ya Nuhu. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari 9. So we will start maji ya Nuhu. Matumizi ya intertextual corroboration. Kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 9. Hallelujah. Tupo sawa? Are you still there? Sura ya ngapi tumesema? Galio umesha sahau sasa hivi tu. 54 mstari wa ngapi? Wa 9. Anasema, kwa maana jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Ni Isaya huyu. Miaka mingi baadaye. Maji ya Nuhu yanapatikana wapi? Habari zake. Kitabu cha nini? Mwanzo. Anasema jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Maana kama nilivyowapa ya kwamba maji ya Nuhu hayatapita juu ya dunia tena, kadhalika nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Glory to God. Nimeapa ya kwamba sitakuonea hasira wala kukukemea. Jambo hili limekuwa kama maji ya Nuhu kwangu. Hallelujah. Ukisoma katika KJV inasema, for this is as the waters of Noah unto me. The waters of Noah. For as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so I have sworn that I will not be wroth with thee, nor rebuke thee. Hallelujah. So kwa kawaida kabisa maneno maji ya Nuhu italeta kwenye akili zetu gharika iliyoijaza dunia, ambapo kila kiumbe au viumbe vyote vilikufa isipokuwa Nuhu, mke wake, watoto wake, wake zake, of course, Nuhu mke wake, watoto wao na wake za watoto, na wanyama wale walioingizwa kwenye nini? Kwenye safina. Tuko pamoja Sinaleta hiyo akilini akisema maji ya Nuhu kawaida kabisa Kwa swali linakuja katika ufahamu kwamba, je, rejea ya Isaya ya maji ya Nuhu itakuwa yote tu, itakuwa inahusu tu gharika? Ni swala la kujiuliza. Isaya's reference, rejea ya Nuhu ya Isaya ya maji ya Nuhu itakuwa yote kuhusu gharika? Ama je, hii inaweza ikawa ni lugha iliyoratibiwa, codified language, ambayo imetumiwa na Isaya katika maelezo yake ya neno la Mungu kwa watu wa kipindi chake ambao hawakuwepo katika kipindi cha gharika? Swali la kwanza. Je, hii ni rejea ya Isaya? Hii rejea ya Isaya ya maji ya Nuhu, je, ni yote kuhusu gharika? Will be all about the flood? Na je, inaweza ikawa ni lugha iliyoratibiwa, iliyotumiwa na Isaya? Lugha iliyoratibiwa, iliyotumiwa na Isaya. I think we did a study on codified language. Do you remember? Je, ni lugha iliyoratibiwa, iliyotumiwa na Isaya katika kueleza neno la Mungu
kwa watu wake wa wakati huo, kwa sababu hawa watu wanaoongea nao hawakuwepo katika hicho kipindi. Je, ni lugha tu iliyoratibiwa ambayo anaitumia Isaya katika kuelezea neno la Mungu kwa watu wa kipindi chake ambao hawakuwepo kwenye ile era au katika majira ulimwengu wa gharika. So Mwanzo 6:5 we see here, Mwanzo 6:5, Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 anasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Hii sasa ni kitabu cha Mwanzo sura ya 6 ambako kuna masimulizi yanayohusiana na mambo watu walifanya na gharika, si ndio? Sura ya 6 mstari wa 5. Kutoka katika maelezo ya mwandishi, anasema mawazo ya mwanadamu na mafikra yake, alafu anazungumzia ule uovu unaotoka, vitendo vya uovu vinavyotoka katika moyo wa mtu, vitendo vya uovu vinavyozaliwa au vinavyotokana na moyo wa mtu, ambapo ndani yake kuna mawazo ya uovu, fikra mbaya. Lakini pia angalia maelezo pia kwenye mstari wa 8 na wa 9 ambapo anasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Alafu anasema hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mstari wa 9 huo. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Haleluya. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Anasema Nuhu alikuwa mtu wa haki. Kwa mstari ule amesema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Alafu Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. So mtu wa haki mkamilifu kwenye vizazi vyake, alafu alikwenda pamoja na Mungu, alafu alipata neema. Yaani maneno ambayo tutabidi yaangazie vizuri. Haleluya. So ameelezewa Nuhu kama mtu aliyepata neema machoni pa Bwana, ameelezewa kama mkamilifu au mwenye haki, na ameelezewa kwamba alikwenda pamoja na Mungu. He walked with God. Ili neno haki, neno haki, mstari wa 8, mstari wa 9, alikuwa mtu wa haki. Ukisoma pale anasema ya kwamba Noah was a just man. Neno just, haki, ni neno lile la Kiebrania sadik. Sadik ni TSADDIYQ. TSADDIYQ, sadik. Mwandishi ametumia hili neno hili kufundisha kwenye sura ya 7. Hili neno haki ama just, Kiebrania sadik, amelitumia pia kufundishia kwenye sura ya ngapi? Ya 7 mstari wa 1 aliposema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. So the same word sadik kwenye mstari wa 1 wa kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 7, sura tu ya mbele kutoka sura ya 6. Haleluya. Kwa kumbuka, mwandishi pia alitumia neno hili pia katika muktadha wa kitabu hiki cha Mwanzo kuhusiana na Ibrahimu. Kuhusiana na Ibrahimu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 1. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 1. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 1 sema, baada ya mambo hayo, haleluya, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Amen. Amen. Tuko pamoja na thawabu yako kubwa sana. Sasa mstari ule wa 6 anasema, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa nini? Haki. Akamwamini. Ili neno akamwamini, Mwanzo 15:6. And he believed ni neno la ile la Kiebrania aman. AMAN, aman, ambalo linamaanisha to support, to corroborate. Yani una support ama unathibitisha ama unakubaliana. So he believed, aliamini. Neno aman linamaanisha kusupport ama kucorroborate, kuthibitisha kwamba ndivyo ilivyo, ni sawa, ni hakika. Unakubali ama una support. Kwa undani kila ambacho Ibrahimu alikifanya kutoka katika maelezo ya mwandishi kwenye muktadha
ni kwamba aliamini katika agano la Mungu, yaani mpango. Nafikiri tumeeleza these terms ya agano siku za nyuma. Aliamini katika nini? Mpango. So mpango, Mungu amemwambia hapa, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza, Mungu amesema naye kuhusiana na kile anataka kukifanya duniani kupitia yeye. Ibrahimu akaamini kwenye mpango. Alipoamini amani, alipokubali, aliposema hili ni sawa, alipokubaliana, Biblia inasema Mungu akamhesabu kwa haki. Akamhesabia jambo hilo kwa nini? Haki. So Ibrahimu alihesabiwa mwenye haki kwa sababu ameamini katika mpango wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Tuko pamoja Mstari wa 18 anasemaje? Anasema siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu akasema, uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Haleluya. So hata pia unaweza ukaona kwenye kitabu cha Mwanzo 17:1 mpaka 21, utaona ni swala la agano ambalo Mungu alilifanya na Ibrahimu, mpango wake duniani, kila anachotaka kufanya duniani, jamaa zote za dunia kubarikiwa, kuijaza nchi. Haleluya. Amen, amen. Tuko pamoja. So hii ndio message sasa, ile ambayo Nuhu aliamini akahesabiwa haki. Waliposema kwamba Nuhu alikuwa mwenye haki katika kizazi chake, kwenye muktadha wa maandiko ya Mwanzo, ina maana gani? Maana yake Nuhu aliamini katika mpango wa nani? Wa Mungu. Nuhu aliamini katika agano la Mungu. Nuhu aliamini katika message ile ambayo Mungu amesema tena na Ibrahimu katika Mwanzo 12 au Mwanzo 15 au Mwanzo 17 au Mwanzo, nafikiri Mwanzo 17:1-21. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo tunapata matumizi ya neno haki katika kitabu cha Mwanzo. Tumefanya collaborative hapo, si ndivyo? Intertextual, of course, collaboration. Tumepata kuona limetumika hapo, limetumika pale, limetumika na pale. Na tunaona kwa Ibrahimu lilitumika kuongelea vile ambavyo aliamini katika message au katika ujumbe au katika mpango wa Mungu. Haleluya. Mfano ukiangalia pia kwa habari za Nuhu, Mwanzo 6:18, Mwanzo 6:18 amesema, lakini nitafanya agano na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nao. So atafanya agano. Mungu hana maagano mengi. Agano la Mungu is his brand. Analirejea, analirudia na kulirudia kwa watu tofauti kwenye kizazi tofauti, vizazi tofauti tofauti. Kwa amesema na Nuhu kuhusu agano lake, it means the same thing alisema na Adam. And the same thing anakuja kusema na Ibrahim, mpango wake duniani. So agano la Mungu na mwanadamu linahusisha mpango wake duniani. Glory to God. Ni message. Ana ujumbe, ana jambo anataka kufanya duniani. So Adam alisikizishwa mpango wa Mungu. Nuhu au tuseme Kain na Abili wakasikizishwa nini? Mpango wa Mungu. Then Nuhu akasikizishwa pia nani? Mpango wa Mungu. Then Ibrahim pia amesikizishwa nini? Mpango wa Mungu. Kwa kuna walioamini na ambao hawakuamini katika mpango wa Mungu, agano lake. Hallelujah. Are you getting it? So, haya. Tukiangalia tena Mwanzo 9 mpaka 17. Mwanzo 9:9. Mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu. So agano hili linakuwa na hadi na uzao. Tena na kila kiumbe hai kilichopo pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kilicho hai katika nchi. Kwa anafanya agano na Nuhu. Na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili akitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndio ishara ya agano nilifanya kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichopo pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele. Haleluya. Ukienda pale anasema, nami nitalikumbuka agano langu, mstari 15, lilo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Kwa maji yaliharibu wenye mwili, yalikuwa hukumu. Basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichopo katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano niloweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi.
So maana yake Mungu alisema na Nuhu kabla agano lake, na baada ya gharika Mungu akasema tena na kurekebisha agano lake na yeye. Haleluya, tuko pamoja eh? So mstari wa 17 ni wa msingi sana. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano niloliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Amen, amen. Sasa maana yake nini? Anasema all of flesh, anasema wote walio katika mwili between me and all of flesh, between me, kati yangu mimi, kati yangu na wote wenye mwili, between me and all of flesh. Agano hilo kati yake yeye na wote wenye mwili. So wote wenye mwili manake humanity, ubinadamu, wanadamu. Kwa maana yake ni kwamba agano lake na wote wenye mwili manake wanadamu wote wanapaswa kuamini katika agano la Mungu. Wanadamu wote wanapaswa kuamini katika mpango wake. Ndio agano pamoja na wote wenye mwili. Kwa lugha nyingine, wanadamu wanapaswa kuamini katika agano lake. Wanadamu wanapaswa kuamini katika mpango wake. Hallelujah. Are you getting it? Kwa hiyo wazi kabisa sababu kwa nini Ibrahimu, Abel pamoja na Nuhu walielezewa kama wenye haki. Sababu kwa nini Ibrahimu, Abel au Habili mnasema Habili pamoja na Nuhu walielezewa kama wenye haki au waliongelewa kama wenye haki, just, righteous. Ilikuwa ni kwa sababu gani? Waliamini katika mpango Mungu. Waliamini katika mpango wa Mungu. Haleluya. Sababu Ibrahimu, Abel, Nuhu wameelezewa na maandiko kama wenye haki ni kwa sababu waliamini katika mpango wa nani? Wa Mungu. So kwa maneno mengine anatosha kusema kwamba kile maandishi alikieleza kama Nuhu kupata neema machoni pake. Anasema Nuhu amepata neema machoni pake. Pangu umepata neema machoni pa Mungu, au neema, nasema Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Maelezo ya Nuhu kupata neema machoni pa Mungu ni kwamba Nuhu aliamini katika mpango wa nani? Wa Mungu. Haleluya. So baba Mungu akatokea tu akachukua jamaa moja, wala hamuamini wala hamuelewi wala hajui habari za mpango wake wala hakubali au support au corroborate au amani au ufanye nini, alafu anasema tu umepata neema machoni pangu. No, Nuhu aliamini katika mpango wa Mungu. Kwa hiyo ni mwenye haki. He is just. He is righteous. Kwa vivyo hivyo imani katika neno la Mungu ilionekana katika vitendo vyake, ambapo imeelezewa kama alikwenda na Mungu. Haleluya. Imani yake katika neno la Mungu ikaenda sasa, ikaelezewa, ikawa expressed au ikaonekana kwenye matendo yake, ambapo mwandishi ametumia maneno haya, akaenda na Mungu. Nuhu akaenda pamoja na Mungu. Mungu alikwenda pamoja na Mungu, au kule nyuma anasema akatembea pamoja na Mungu, akiwa anazungumzia kama wakina Enoko etc. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Ile Mwanzo 6:9b. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. So mtu wa haki kwa sababu aliamini. Amepata neema kwa sababu aliamini katika mpango wa Mungu. Then akaonyesha au ikaonekana katika vitendo vyake kwamba ameamini katika neno lake, amelikubali neno lake, na ikaongelewa kama alikwenda pamoja na Mungu. Haleluya. So zingatia mambo ambayo mwandishi anasema Nuhu alifanya, ambapo mwandishi anaeleza kama kwenda pamoja na Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3 nasema, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni mnyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kumbuke amesema roho, neno roho yangu haitashindana. Roho inapatikana kwenye Mwanzo 1:1. Lazima kumbuke kitabu kimoja na muktadha wake unaanza na Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
Haleluya. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mstari ule wa 3. Kwa katika muktadha, kile kilichokuwa kimefundishwa kilikuwa kinaelezea au kinahusu kile ambacho Mungu amekisema, what God said. Alichofundisha kwenye Mwanzo 1:1-3 ni kuhusiana kile ambacho Mungu amekisema, ambacho kimeelezewa kama sauti ya Bwana Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo 3:8-9. Asema wakasikia sauti ya Bwana Mungu, si ndivyo bustanini, sauti ya Bwana Mungu. Kwa neno roho, ruach, katika Mwanzo 1:1-3 iko kuongelea pia kile ambacho Bwana amefanyaje, amesema. Na pia inaonekana katika Mwanzo 3 na agano lake, Mwanzo 6, Mwanzo 9, Mwanzo 15, Mwanzo 17, Mwanzo 21, Mwanzo 26, Mwanzo 31. Hizi sura zote unaona agano la Mungu. Mwanzo 6, Mwanzo 9, Mwanzo 15, Mwanzo 17, Mwanzo 21, Mwanzo 26 na Mwanzo 31. Kwa undani statement ama kauli, roho yangu haitashindana na mwanadamu, iko kurejea fakti ya kwamba wale waliokuwa hai wakati ambapo Nuhu anahubiri Injili au anahubiri au wakati wa Nuhu hawakuamini katika neno la Mungu, hawakuamini katika agano la Mungu. Ndio maana mwandishi akaeleza pale mbele kwenye mstari wa 18 sura ya 6 mstari wa 18. Na mwandishi akaeleza kwenye sura ya 6 mstari wa 18, 6:18, akasema lakini nitafanya agano na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Haleluya. Kwa sababu gani hawa? Kwa sababu Nuhu ameamini katika nini? Mpango na agano lake. Kwa kizazi kile kilichoangamia, kiliangamia kwa sababu gani? Watumishi wa Mungu, hakuamini katika nini? Kwa uovu wao ni nini hasa? Okay, Nuhu imani yake nini? Haki yake hasa ni nini? Kuamini katika mpango wa Mungu. Haleluya. So kwa undani ametofautishwa Nuhu kutoka katika kizazi au wanadamu wengine waliokuwa katika wakati wake, ametofautishwa kama mwenye haki, just, righteous, na wao wakaelezewa kama waovu, evil, wicked, waovu. Kilichotofautisha ni imani yake katika agano la Mungu. Imani yake katika agano la Mungu. His faith in the covenant. Kwa fakti ya kwanza ambayo mwandishi anafanya tuione kuhusiana na Nuhu ni kwamba aliamini katika neno la Mungu. Hiyo ni fakti ya kwanza kabisa, ambayo mwandishi anasisitiza mara kwa mara kwenye maelezo yake, tupate kuona kwamba Nuhu aliamini katika nini? Katika neno la Mungu, ama ahadi yake, ama agano lake, ama mpango wake. Zaidi kwenye sura hii ya 6 mstari 22 anasema ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu ndivyo alivyofanya. Kwa Nuhu akafanya sasa na ambavyo Mungu afanyaje? Huko ni kwenda pamoja na Mungu. Kwa imani yake kwenye neno la Mungu imethibitika kwenye vitendo vyake. Nuhu akafanya sawa sawa na Mungu alivyosema. Ya 6:22. Mwanzo 6:22. Lakini pia Mwanzo 7:5 anasema Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Kwa huku ni kwenda pamoja na nini? Inashuhudiwa katika vitendo vyake. Ni kama leo tunaamini katika Kristo Yesu, alafu imani yetu katika Kristo Yesu inashuhudiwa katika nini? Matendo yetu. Tunatii neno lake, tunatembea kwenye neno lake. Glory to God. Hallelujah. So mwandishi tena anatufanya tuone kwamba Nuhu alimtii Mungu. Asema akafanya kama Bwana alivyomwamuru. Kwa hii inamtofautisha na Adam na Eva, si ndio? Kwenye Mwanzo 2:16 na Mwanzo 3:15. Kwenye Mwanzo 2:16 na Mwanzo 3:15 tunaona kwamba Adam na Eva wanafanya tofauti na ambavyo Mungu amesema. Hawakutii sauti ya Mungu. Isn't it? Lakini pia Kaini kwenye Mwanzo 4:1 mpaka ngapi? 12. Mwanzo 4:1 mpaka 12, Kaini na yeye changamoto yake ni nini? Hakutii neno la Mungu. Sio habari ya kuleta viazi
kwamba akaleta viazi, mwenzie amepeleka nyama. Kwa Mungu anapenda nyama sana. Akaona huyu analeta viazi na mapela, analeta matikiti, analeta maembe, analeta mahindi. Sasa mimi sijamtakabali na sadaka yake. Ni habari ya utii wao. So the same thing ambayo ilimpa kibali Habili ni katika kile ambacho wazazi wao hawakupata kibali, maana yake hawakubalika au hawakupokea kwa sababu hawakuamini katika mpango wa Mungu. So Kaini naye akafuata katika steps za nani? Baba yake na mama yake, kutokuamini. Haleluya. Kwa kama Habili, Nuhu aliamini katika neno la Mungu, akaitii sauti ya Mungu. Kwa mfano wa Habili unakwenda na Nuhu. Mfano wa Adamu na unaenda na nani? Na Kaini. Alafu unakwenda na kizazi kile kingine, kizazi cha wakati wa Nuhu ambacho akifanyaje? Hakikuamini. Haleluya. So kutokuamini ni motifu, inajirudia vizazi na vizazi, hapa na pale na pale. Unaona kuna ambao wanaamini na wasioamini, wanaoamini katika mpango wa Mungu na wasioamini katika mpango wa Mungu, wanaokubali agano la Mungu na wanaokataa agano la Mungu. Glory to God. Haleluya. Kwa swali linalofuata ingekuwa, ina maana gani kutembea ama kwenda pamoja na Bwana? Japo tume highlight. Kwa ni muhimu sana kuona kwamba mwandishi amefundisha neno walked with God. Hata katika sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo mstari wa 20. Okay? Mstari wa 20. Haleluya. So ninaendelea. Mbogo naendelea. Okay. So kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa ngapi? Nimesema ngapi? 20 hadi wa 22. Are you there? Okay. 5 ngapi? 20, 22. Anasema siku zote za Yaredi ni miaka 962 akafa. Enoko akaishi miaka 65 akamzaa Metusela. Enoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Metusela miaka 300, kazaa wana waume na wake. Kwa Enoko anatamkwa pia kwamba alikwenda pamoja na nani? Na Mungu. Sura ya 5. Kwa maana kinachoelezwa katika sura ya 6 kama kwenda pamoja na Mungu, unaona kinaelezwa, kimeshaelezwa katika sura ya ngapi? Ya 5. Hiyo concept ya kwenda pamoja na Mungu. Kwenye Mwanzo 5:21 na 24, sura 24 anasema 24, Enoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Haleluya. Enoch walked with God. Naonekana pale. Kwa hiyo mwandishi alifundisha kama kwa mfano wa Enoch kwamba Nuhu pia alitembea au alikwenda pamoja na Mungu, ambayo tunasema inaonekana katika fact ya kwamba aliamini katika neno la nini? La Mungu. Kwa hiyo manake nini? Musa alichomaanisha kwa kusema kwenda pamoja na Mungu, alimaanisha kwamba ni kuamini katika sauti ya Mungu, kuamini katika agano lake, kuamini katika neno lake. Same things. Lakini ukiangalia hapa katika genealogy ni nini? Nasaba. Si ndio watu wa Mungu? Ukiangalia katika nasaba ambazo vizazi yani vinavyotajwa hapa. Ukiangalia katika nasaba hapa. Nasaba ambazo zimekuwa listed kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Baba wa Metusela alikuwa Henoko. Baba wa nani? Wa Metusela alikuwa Henoko. Na ni Metusela aliyemzaa baba yake Nuhu. Tuko pamoja? Baba wa Metusela alikuwa Henoko. So tunaangalia hiyo line hiyo ya kwenda pamoja na Mungu. Baba wa Metusela alikuwa Henoko. Amen. Baba wa Metusela alikuwa Henoko. Maana Henoko alimzaa nani? Metusela.
Na Metusela alimzaa baba yake Nuhu. Baba yake Nuhu ni nani? Lamek. Kwa maana yake Henoko amemzaa Metusela, Metusela amemzaa Lamek, Lamek amemzaa nani? Nuhu. Sasa angalia maneno ya Lamek kuhusiana na Nuhu kwenye mstari wa 30. Kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 28 hadi wa 29, and then tutaangalia tena hapa. Mwanzo 5:28 hadi 29. Anasema hivi: Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Nafikiri faraja ni faraja, yani kwa mnafarijwa pole pole. Inazungumzia ukombozi. Haleluya. Tuko pamoja. Manake baraka ya Mungu kwa lugha nyingine ndio nasema, si ndivyo? Kinyume cha laana nini? Katika nchi aliyoilaani Bwana. 30. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka mingapi? 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Amen. Sasa inasaidia kuona kwamba kulikuwa na sababu kwa nini Lameki alimpa mtoto wake jina Nuhu. Jina alilompa akamwita Nuhu. Ukumbuke baba yake Lameki jina lake lilikuwa ni nini? Metusela. Neno au jina Metusela katika Kiebrania lina maana atakapokufa itatokea. When he dies it shall happen. Atakapokufa ndipo itapotokea au ndipo itatokea. When he dies it shall happen. So Metusela jina la hili katika Kiebrania lina maana ya atakapokufa itatokea. Katika muktadha alikuwa ni Henoko kwa lugha nyingine ya Kiswahili, aliyemwita mwanae jina Metusela. Kwani anayetoa jina ni nani? Ni baba au ni mtoto ndiye anajipa jina? Kwa Henoko amemwita mwanae. Huyo Henoko aliyetembea na Bwana, aliyeamini katika ahadi, aliyeamini katika agano la Mungu. Manake anajua mpango wa Mungu, ameamini katika wafu. Anasema anamwita mtoto wake Metusela. Anasema huyu atakapokufa huyu itatokea. It's a prophecy, si ndio? Huyu kijana huyu Metusela, anamwita Metusela, atakapokufa, when he dies it shall happen. So what will happen? Okay, we shall see. So tuangalie mazungumzo katika muktadha kuanzia mstari wa 22. Sasa tulisoma tu 29 na 30. Sura ya 5 mstari wa 22 kwenda mbele. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Metusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu na akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Metusela akaishi miaka 187, akamzaa Lameki. Metusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Metusela ni miaka 969, akafa. Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyotuilani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shem na Ham na Yafet. Haleluya. So mstari wa 6 wa Mwanzo 7:6, Mwanzo 7:6, mstari wa 6 wa kitabu wa sura ya 7. Na Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Kwa Nuhu alikuwa na miaka mingapi wakati gharika? Mstari wa 11. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha mbinguni yakafunguka. Haleluya. Kwa kwenye mstari wa 25 sura ile ya 5
Mwandishi alifundisha kwamba Metusela aliishi miaka mingapi? 187 akamzaa Lameki. Lameki akaishi miaka mingapi? 182 akamzaa nani? Noa. Kwa maana yake wakati Nuhu anazaliwa, Metusela alikuwa na miaka 369. Yaani unachukua 187 unaongeza na 182. Tumeelewana au amuelewi? Nyinyi nafikiri miaka imeandikwa tu kama mastori. There is something, you know, sasa anagnosko. Pay attention to what? Details. Wakati Noa anazaliwa, Nuhu, Metusela alikuwa na miaka 369. Kwa sababu gani? Unachukua miaka 182 ambapo Lameki aliishi ndio akamzaa Nuhu, alafu unachukua na miaka 187 ambapo Metusela aliishi ndio akamzaa Lameki. Tuko pamoja? So wakati Nuhu anazaliwa, Metusela alikuwa na miaka 300 mingapi? 69. Ukumbuke Metusela ni babu wa Nuhu. Kwa maana yake babu alikuwepo wakati Nuhu anafanyaje? Anazaliwa. Nuhu ni mtoto wa Lameki. Kwa ukiangalia tu, ukifanya mahesabu wakati Lameki anamzaa na wakati ambapo Metusela anamzaa Lameki, kwa ukifanya mahesabu utaona kwamba Metusela alikuwa na miaka mingapi jamani? 369 wakati Nuhu anazaliwa. Sasa tukisoma hii kwenye Mwanzo 7:16 mpaka 11, yani ina maana kwamba kwenye Mwanzo 7:6-11, wakati gharika inakuja au inatokea, Nuhu anasema alikuwa na miaka mingapi? 600. Sasa kama Metusela alikuwa na miaka 369 wakati Nuhu anazaliwa, na gharika imetokea miaka 600 baada ya Nuhu kuzaliwa, maana yake wakati huo Metusela atakuwa na miaka mingapi? 600 ongeza 369 itakuwa 969, si ndio? Haya, kwa hiyo ukileta pamoja, iko wazi kwamba Metusela alikuwa na miaka 699 969 kwa sababu ni 600 ongeza 369, 969. Na kutoka katika maneno ya mwandishi kwenye Mwanzo 5:27 ndio mwaka ambao Metusela alikufa. Tusome Mwanzo 5:27. Anasema hivi: siku zote za Metusela ni miaka 969 akafa. Kenda ni nini Waswahili nyinyi? Kwa miaka 900 ni miaka 900 na 60 na ngapi? 9. Kwa Metusela amekufa na miaka mingapi? 969. Je, wakati anakufa nini kilitokea? Gharika. Atakapokufa itatokea the name Metusela. I taught you, nafikiri niliwafundisha kabla kwamba kwa tunaongea katika matumizi ya nini? Nilikuwa ni codified language. Kwamba hata majina ambayo Musa alikuwa anawapatia watu hawa ni theology. Anafundisha kwa sababu ni majina ya Kiebrania ambayo hawakuwa nayo kwanza. Hawakuwa Waebrania kina Musa, kina Enoko, kina nani? Na haya majina ni ya Kiebrania na yana maana. So maana yake kitabu cha Mwanzo kina kodi za kutosha tu. Ni codified language. Kwa Musa anatumia masimulizi ya vizazi vilivyopita kufundisha wana Israeli ahadi ya Mungu, agano la Mungu, mpango wa Mungu. Na nini kinatokea pale mtu anapoamini na pale ambapo mtu haamini. Glory to God. Have you seen that? Kwa wazi Metusela amekufa kabla ya gharika juu ya nchi katika siku za Nuhu. Kwa hiyo fakti muhimu kabisa hapa inafanya tuone kwamba kwenye vizazi vya Metusela mpaka Nuhu, ni hapo tunaona jina hili Metusela linamaanisha takapokufa itatokea. Ilikuwa ni message kuongelea nini? Gharika ambayo ingetokea katika siku za nini? Kwa maneno mengine, wakati mwandishi ana state Enoch akaenda pamoja na Mungu,
ilikuwa wazi kwamba anamaanisha Henoko aliamini katika neno la Mungu. Sababu uwezo ukatoa na majina ya namna hiyo ya kuprophesy something will happen, afu hiyo something itatokea, maana kwa atakapofuata itatokea, maana you know what will happen, si ndio? You know the plan of God, you know things, unafahamu na umeamini katika haya, na yule kwamba mtoto atazaliwa, yule mtoto anasema atatufariji, maana atakuwa ndiye sababu ya ukombozi, au atakuwa sababu ya nchi au ya baraka ya Mungu aliyoiahidi. So maana yake Henoko aliamini katika nini? Agano la Mungu, au katika neno la Mungu, au mpango wa Mungu. Anaelezewa kama akatembea pamoja na Mungu. Haleluya. Kwa tunaweza tukasema alihubiri kuhusiana na mpango huo wa Mungu, yaani ukombozi wake na wokovu kwa mtu. Yes. Kwa sasa kumbuka maelezo ya Mwanzo 6 ya mwandishi kuhusiana na siku za Nuhu. Mwanzo 6:1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mnyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Neno pale shindana, strive, tulisema of course neno la Kiebrania din, D-E-E-N, kati naongelea kwa bite, din kuna kati naongelea to plead a case, to judge, kuamua, kufanya utetezi, to contend. Lakini pia inahusisha kutofautisha kati ya mambo mawili au kupambanua, to discern, to distinguish between the two things, to judge, contend, to plead a case. D-E-E-N, din, ile neno shindana, roho yangu haitashinda, ile shindana ile pale, D-E-E-N. Tuko pamoja So ukisoma katika muktadha iko clear, iko wazi mwandishi anaposema roho yangu haitashindana na mwanadamu, kama tulivyoeleza toka mwanzo kwamba neno roho yangu katika muktadha inaongelea kile ambacho, inarejelea kile ambacho Mungu amesema au Mungu anasema, Mwanzo 1:1, si ndivyo? Tuko pamoja au sauti yake, Mwanzo 3:7 mpaka 9, ama agano lake, Mwanzo 6:18, Mwanzo 9:9-17. Kwa mwandishi katika muktadha alifundisha kuhusiana na agano la Mungu. Kwa kwenye Mwanzo 6:18 anasema nitalithibitisha agano langu pamoja nawe, si ndivyo? Na wote ambao katika nini, katika ukisoma pale 6:18 anasema lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake zao nao pamoja nawe. Tuko pamoja. Kwa maana yake kutoka katika maelezo ya mwandishi aliyekuwa anahubiri agano la Mungu au mpango wake katika kizazi kile ni nani? Nuhu, si ndio? Kwa neno ile anaposema kwamba roho yangu haitashindana, hii sita ngapi hapa? Ni sita ngapi? 3. Haitashindana mwanadamu milele. Kwenye KJV natumia always. Tuko pamoja My spirit shall not always. Tuko pamoja Always. Always. Huku kwenye Kiswahili tumesema milele. Always. Tuko pamoja Naona hapo. Naona hapo. Always. Ile neno always au milele kwenye Kiswahili neno olam, O-L-A-M, linamaanisha bila mwisho, without an end or everlasting. Kwa Waswahili wako wametafsiri vizuri tu kwa kusema milele, yani kutokuwa na mwisho, ama everlasting, without an end or everlasting. Mara nyingi nazungumzia ni neno linaloongelea kile ambacho huwezi kuona mwisho wake. Its end cannot be seen. Inaweza kuwa na mwisho lakini huwezi kuona mwisho wake. So pia wale linatumika namna hiyo. Kunaweza kuwa na mwisho lakini tu huwezi kuona mwisho wake. Tuko pamoja So without end. Kwa hii neno na mwanadamu, with man. Man ni neno moja lile la Kiebrania Adam. Ambalo mwandishi amelitumia katika kufundisha kwenye sura ya 5 mstari wa 1 na wa 3. Na hiki ndicho kitabu
cha vizazi vya Adam. Neno Adam hapo linatumika kuongelea wanadamu, sio mtu kama mtu mmoja. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo yuko kuongelea wanadamu, humanity, the generation of Adam, vizazi vya Adam. You see? Kuanzia ukisoma kwenye Mwanzo 5:1 mpaka 3 unaweza kaona. Na hata ukiendelea kutoka 1 mpaka 32 utaona ni wanadamu. So kwenye mstari wa 3 Adam was implied as an individual. Kwenye mstari wa 3 pale kwa kama mtu anaelezewa, lakini neno hili Adam linaweza likaeleweka kwenye muktadha wake. Kuna Adam kama mtu mmoja individual, au kuna Adam kama wanadamu. Tuko pamoja eh? So roho yangu haitashindana na mwanadamu. Ni neno Adam katika Kiebrania, lakini Kiswahili wametafsiri vizuri na mwanadamu. Maana yake anaongelea wanadamu. Human beings. Hallelujah. Tuko pamoja? Alafu mstari wa 3 anasema ya kwamba anasema siku zake zitakuwa miaka 120. So wengi of course wamekuwa wakifikiri kwamba Mungu alikuwa anaweka ukomo wa umri, kwamba watu wataishi miaka 120 tu. Watu bora wametoboa tu sana, wameenda zaidi ya miaka 120 tangu hata wakati huo. Wengi tu, kina Ibrahimu ameishi zaidi ya miaka 120. Wengi tu wameishi zaidi ya miaka 120. Hadi leo katika kizazi hiki kuna watu wanakwenda tu zaidi ya miaka 120. Au hamjui? Mtakuwa mjatembea sana. Watu wanaishi tu zaidi ya miaka 120. Sio wengi, la wapo wanaishi zaidi ya miaka 120. So haikuwa ukomo wa umri, kimsingi ni vizuri kujua ana maana gani. Kimuktadha mwandishi asingeweza kuwa ufozi anaongelea urefu wa siku za mtu kabla ya kufa physically, kwa sababu amekwisha tueleza vile ambavyo vizazi vya Adam walivyoishi zaidi ya miaka 120 kwenye Mwanzo 5:1-2. Lakini soma hapa utaona miaka 120 hapa ilikuwa ni rejea ya muda kabla ya gharika kutokea. Miaka 120 ilikuwa ni miaka kabla ya gharika kutokea. Labda tusome Mwanzo 7:11-12. Mwanzo 7:11-12. Bwana akamwambia, ingia wewe na jamaa yako. Akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama walio safi wasio safi 2 mume na mke, tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyesha dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka mingapi? 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege na vyovyote vitambavyo juu ya nchi wakaingia katika safina alimo Nuhu, 2 mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Na katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za vinivi vikuu zilibujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. 12. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Glory to God. Tuko pamoja? So kwa maneno mengine, kama ilivyokuwa kwa Henoko ambaye alitembea na Mungu, mwandishi amefundisha kwamba Nuhu alihubiri watu wake juu ya nchi. Aliwahubiri watu wa kizazi chake kuhusiana na mpango wa Mungu, kuhusiana na agano la Mungu, ambao tunaweza tukasema ukombozi ama wokovu, si ndivyo So alihubiri kwa muda gani? Miaka 120. Kwa hiyo roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. It means kulikuwa na ukomo wa mahubiri ya Nuhu, ambao kulikuwa na ukomo wa watu hawa kusikiza neno la Mungu na kutii kabla ya hukumu. Tuko pamoja? So Nuhu amehubiri miaka 120 ndipo gharika ikaja. Kwa maana yake Bwana hakupendelea kupredicate na wanadamu zaidi ya miaka 120. Gain. Kwa utendaji wa roho ya Mungu ulikuwa ndani ya nani? Nuhu. Kwa Nuhu hakuendelea kuhubiri zaidi ya miaka 120, gharika ikawa imekuja. Tuko pamoja? Kwa undani mwandishi ameeleza kwamba Henoko alikuwa ametabiri gharika ambayo ingekuja juu ya uso wa nchi. Kwa alihubiri manake. Hii iko na wazi kwamba
iko na wazi katika jina ambalo alitoa Metusela alilompatia mwanae kuhusiana na mpango wa Mungu wa kukomboa na kuokoa wanadamu kutoka katika hiyo gharika. Kwa hiyo anajua kuna gharika, alafu akamesema na kutabiri kuhusiana na mpango wa Mungu. Na huu ndio ukweli ule ambao pia Nuhu alifanyaje? Aliwahubiri watu wake katika siku zake. Wale waliosikia wakaenda pamoja naye katika safina wakahifadhiwa. Kwa kuhifadhiwa ni wokovu, ni kama ni namna ya wokovu. Wale ambao hawakuingia katika safina wakaharibiwa na nini? Na gharika. Amen. Kwa hiyo inatosha kusema kwamba story ya gharika na safina ya Nuhu ilikuwa ni namna mwandishi anaelezea kwa lugha au kwa figurative expression, kwa vielelezo vya lugha ya picha, watu wake, kwanza kabisa mpango wa Mungu, kisha mwitikio wa mtu kwa huo mpango, kuamini ama kutokuamini. Amen, amen. Yani inatosha kusema kwamba hadithi, masimulizi ya gharika na safina ya nani? Ya Nuhu. Masimulizi ya gharika na safina ya Nuhu ilikuwa ni mwandishi akielezea watu wa kizazi chake kwa kutumia vielelezo vya lugha ya nini? Kwa lugha yani ambavyo viko figurative, vielelezo ambavyo ni lugha ya picha, figures of speech, akitumia vielelezo kwa watu wake. Kwanza kabisa kueleza mpango wa Mungu, pili mwitikio wa mwanadamu kwa huo mpango wa Mungu. Of course message hiyo, si ndio jamani? Wanaitikiaje mpango wa Mungu? Wanaamini ama kutokuamini? Maana yake consequence, matokeo pia. Kwa kwanza kueleza mpango wa Mungu, pili mwitikio wa mwanadamu kuamini ama kutokuamini, tatu madhara ama consequence ya mwitikio wa mwanadamu. Kama akiitikia ameamini, anaitwa nini? Mwenye haki, si ndio Just righteous. Asipokuwa ameitikia ni nini? Anaitwa muovu, mwenye dhambi, and then hukumu. Then akatumia pia vielelezo wanake kuelezea ukombozi, wokovu kutoka dhambi, God's salvation, deliverance from sin, darkness, evil, giza na uovu, na pia hukumu ya dhambi. Dhambi ambayo ni nini? Kutokuamini katika ahadi, kutokuamini katika wokovu wa Mungu. Haleluya. So ametumia vielelezo hivyo kuelezea jambo la kwanza nini? Mpango wa Mungu, si ndio? Jambo la pili mwitikio wa mwanadamu kwa mpango wa Mungu, ambapo katika mwitikio kuna kuamini ama kutokuamini. Jambo la tatu matokeo, consequence ya mwitikio wa mwanadamu, ambapo matokeo yake yanaweza kuwa nini? Kuwa haki ama kuwa muovu, si ndivyo Jambo la tatu wokovu na ukombozi kutoka katika dhambi, giza ama uovu. Na jambo la nne hukumu ya dhambi, ambayo ni kutokuamini katika ahadi, kutokuamini katika mpango wa wokovu au katika wokovu wa Mungu. Haleluya. Tuko pamoja? Hiyo umeelewa? Hiyo imekaa sawa? Unaona hivyo. So kumbuke tunajifunza nini? Intertextual corroboration. Yes. Kwa leo tutaishia hapa kabla vichwa vina vijakuwa vya moto sana kwenye kipindi hiki. Tutaishia hapa alafu tutakuja kuendelea kwa sababu hatujamaliza bado mambo ya maji ya Nuhu. Kumbuke scripture yetu ni Isaya ngapi? 54. Ndiko tuliko kuanzia kuangalia hiyo intertextual corroboration. Bado tuko kwenye Isaya kama maji ya Nuhu. Kwa tumerudi nyuma kwanza kujifunza vizuri muktadha wa haya mambo yanayohusiana na maji ya nini? Ya Nuhu. Kwa hapa tuko tunaweka tu background hapa. Tunaangazia mambo. Haleluya. Hii namna ni darasani tu. Sio mahali pengine. Darasani tu. So tukija tuangalia jinsi pia Yesu alivyolifaa hiyo maji ya nini? Au alivyoongelea siku za Nuhu kufundisha hukumu kwenye kitabu cha Mathayo. Itakuwa inaendelea kuonyesha intertextual corroboration. Hallelujah. Amen. So you are blessed. Mungu amekubariki sana. Ongea kwa wakati mzuri darasani. Amen.